Kwa kawaida, mwanamke unapokuwa unashiriki tendo la ndoa au ukapata hisia kali za kufanya mapenzi, ukeni mwako huwa kuna ute unatoka. Ute huu unaweza ukawa ni laini sana, mithili ya ute wa yai, au unaweza ukawa mzito hivi wenye rangi nyeupe. Kila mwanamke anatofautiana na mwanamke mwingine katika namna gani ambavyo anatoa ute huu wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Na ute huu kama unatoka wakati wa kushiriki tendo ni salama kabisa. Tunasema wewe mama hauna tatizo lolote, bali ni hali ya kawaida. Ni sawa na wale ambao wakifika kileleni huwa wanatoa maji mengi kama mkojo. Inafika hatua unajiuliza, je, huu ni ugonjwa? Jibu linakuja hapana. Kwa kawaida baadhi ya wanawake wana asili ya kutoa maji mengi wakati wa kushiriki tendo, na hii tunaita squirting. Lakini inapotokea unatokwa na uchafu ukeni au ute mwingi au maji mengi katika wakati ambao kwanza hauna hisia za kushiriki ngono wala haupo katika tendo la ndoa, hapa tunasema wewe mama hauko salama, kwa sababu ute ambao unatoka hapo hauko sawa kiafya. Na nini kinasababisha uchafu utoke sehemu za siri? Kwanza kuna magonjwa kama PID, kwa maana ya pelvic inflammatory disease. Ukiwa na PID utatokwa na uchafu mweupe ukeni. Unaweza ukawa mzito kama maziwa mgando au unaganda kabisa, na unaambatana na harufu mkali ambayo sio ya kawaida. Lakini pia yako magonjwa ya zinaa kama gonolea, kisonono na kadhalika. Ukiwa na haya magonjwa yanapelekea moja kwa moja uweze kutokwa na uchafu sehemu za siri. Sasa aina gani ya uchafu, na je una harufu au hauna harufu, ndio utatoa picha na jibu ya kwamba nini tatizo la changamoto yako. Kwa hivyo wewe dada ambaye unapata changamoto hii ya kutokwa na uchafu sehemu za siri, usije ukakalia kimya ukalifumbia macho kaona ni jambo la kawaida. Muone mtaalamu ili mradi uweze kupata ushauri, kutambua nini sababu ya kutokwa na uchafu huo, mwisho wa siku uweze kupata tiba. Usipopata tiba pindi ambapo unapata changamoto hii, inaweza ikapelekea mirija yako ya uzazi ikaziba, na kama mirija ya uzazi itaziba, basi uwezekano wa kushika mimba unakuwa haupo. Kwa maana hii, wewe ambaye una hili tatizo, liko darasa la afya ya uzazi kupitia WhatsApp kwa namba zangu hizi. Njoo tutahojiana na kujua sababu na hali yako ilivyo, na mwisho utapata tiba kulingana na hali yako. Kwa kusema haya, asanteni na karibuni sana, lakini kubwa usisahau kusubscribe.